Mambo vipi? Rafiki zako tuko hapa leo tunazungumza swala zima la kuhusiana na Chadema endapo kama itafutwa. Mimi naitwa Michael Ngalia lakini niko na rafiki yangu hapa. Naitwa Maisha Mbangia. Mimi nasema kwamba Chadema endapo ikifutwa mambo yatakuwa safi tu wala hakuna tatizo lolote. Yaani hakuna madhara makubwa nchi itapata kama Chadema itafutwa leo. Sio kweli. Yaani, ndugu yangu nikwambie. Hiki chama ni chama cha watu. Sasa umeelewa? Ni imani ya watu. Ni maisha ya watu. Sika umeelewa? Yaani leo huwezi kuongelea vyama vya siasa nchi hii bila kutaja Chadema. Labda nikupe mfano michache. Ndio maana kuna kauli zilitolewa hapo awali kwa maana kwamba bwana sisi hata tusiposhiriki uchaguzi mazao mtayapata. Sika umeelewa? Maana yake nakwambia nini? Nakwambia kwamba kuna namna moja au nyingine uwezi kuiondoa Chadema kwenye uso wa nchi hii. Kwa sababu madhara yake ni makubwa. Kuna ni maisha ya watu, ni imani za watu na nini. Lakini hiyo moja. Lakini ya pili, mazingira, yaani by the way, kwa nini Chadema uiondoe? Kwa misingi ambayo imejiwekea, ina vitu vingi, na ofisi, yaani ina vitu vingi sana ndani yake. Yaani mwisho siku usimwangalie Chadema mwanachama wa Chadema mmoja tu. Yaani unamwangalia Chadema mmoja kunyuma kuna watu zaidi ya 10 au 20 ambao wanamfuata kutokana na msimamo yake. Si kama umeelewa? Ndio maana leo utakuta akija Msigwa anatoka huko anarudi huku. Yaani kwa sababu Msigwa alijenga katika mazingira ya upinzani ambapo Chadema ni chama ambacho kinajenga hoja. Watu wanakisikiliza. Yaani nikupe mfano halisi ambao uko unaendelea. Mikutano inaendelea Chadema, unaona watu wanaojaa. Sasa watu ashumu watu wote wale, maana umefuta ile ambao wanashabikia. Yaani niseme leo hii useme Yanga imefutwa. Si kama leo, yaani Yanga isiwepo kabisa. Unafikiri itakuwa nchi itatulia hii? Kwani hapo awali wakati tunapata uhuru Chadema ilikuwepo? Haikuwepo, lakini kwa ni mfumo ambao ndio ulikuwa tumepewa ilikuwa chama kimoja. Sawa. Kwa kuona umuhimu wa vyama vingi. Si kama leo, kwa kuona umuhimu wa vyama vingi. Ndio mwaka 92 wakaunda vyama vingi. Vyama vingi ndugu yangu vina hoja. Ngoja nisikilize. Twende taratibu. Umuundo wa vyama vingi. Wewe mwenyewe ukiwa unafanya kazi huwezi kukaa na kiwa mwenyewe. Si kama leo. Yaani Chadema kuwepo inakwambia pale pana dosari, hapa pana dosari. Si kama elewa. Hivi vyama vingine ambavyo mwingine anasema okay sawa Chadema isipokuwepo atakuwepo vyama vingine. ACT si wapo, CUF si wapo, NCCR Mageuzi si wapo. Ambao kama kutuonyesha watatuonyesha hata hao. Kwani lazima Chadema? Sawa. Misinga unaiona hivi? Vyama vingi vivi ndio mfukoni ndugu yangu. Hakuna, vyama vina ofisi. Vyama vya mfukoni hivyo ndugu yangu. Yaani kwa mfano nikwambie, wewe unajua kwamba ACT ni chama kikubwa sana. Ambacho tuna vyama vingine vya upinzani lakini hapa zaidi kule kidogo bwana wewe. Umeelewa? Na zinafanya kazi yake. Mimi nafikiri kwamba hata Chadema kiondoka yani fresh wala hamna shida. Yani safi. Isipokuwa tu kwamba ukiniambia kwamba labda vyama vyote vya upinzani vikifutwa ndo sawa. Lakini kuondoka kwa Chadema peke yake unakuwa na madhara ndugu yangu utapata hii nchi. Kwa nini? Ndio nakwambia kwamba Chadema toke mijengea misingi yake. Na nikwambie sio tu kwamba hao wameamua kuanza kuifuta sasa hivi. Imeanza kupigwa kelele kufutwa muda mrefu sana Chadema. Kwa nini haifuti? Wanajua madhara yake. Kwamba huyu ndo mtu pekee ambayo kwanza anajenga kwanza nikwambie Chadema ndo taasisi muhimu ambayo inajenga viongozi wa kuleta mapinduzi kwenye nchi hii. Nikupe mfano halisi. Ndio maana utakuta viongozi wengi wanatoka upinzani waenda chama tawala wanateuliwa. Yaani kwa mfano nimemshawishi huyu amehamia kwetu chama tawala nampa waziri, nampa naibu waziri. Ndani ya huko CCM kuna viongozi wengi tu ambao wapewe huo uongozi. Unajua kwa nini? Brain nzuri na kali na kujenga hoja kwa akili kubwa ni Chadema. CCM wapo. Ngoja nikupe mfano Silini alikuwa Chadema. Huyu waziri wa mambo ya ndani ambaye Provost Katambi alikuwa ni mwenyekiti wa vijana wa Chadema. Akapigwa huko akamea CCM, akapewa naibu waziri, lazima kwa waziri wa mambo ya ndani. Kwa nini unataka kuniambia kwamba kwa maana yake nakwambia kwamba hii ni chama ambacho kinajenga kinapika watu ambao wako vizuri. Ndio maana CCM inawaona kwamba okay, hii akili hii ije huku. Tuishawishi kwanza ije huku. Ikishakija huku ndio tuipe uongozi, itusaidie. Maana yake nini? Sasa uone umuhimu wa Chadema hapo. Wewe unataka kuniambia kwamba CCM hawapiki viongozi? Wanapika lakini mbona hawapewi uongozi? Swala wapo. Wa viongozi wapo. Kwa mfano sisi hapa mkoa wa Mbeya ametokea CCM na ndio alitokea jumuiya ya vijana. Sasa si ndio amepikwa na huyo.
Kina Nurdimbabu wale wako Kilimanjaro kule walitokea UVCCM wamepikwa. Huyu makamu wa rais alitokea UVCCM amepikwa. Sasa unataka wapikwe viongozi gani? CCM nao wanapikwa viongozi wapo. Kwa hiyo ndio maana hata kama Chadema nchi hii isipokuwepo fresh, yani mambo ni safi. Haiwezekani. Kwa sababu hapa nyuma kulikuwa kuna NCCR Mageuzi kabla Chadema. Ilienda wapi? Iko wapi NCCR Mageuzi? Ndio unakuuliza wewe sasa iko wapi? Mambo yamekwama sasa hata kama haipo. Mambo yamekwama. Mambo si yanaendelea. Yanakwama ndugu yangu. Mambo si yanaendelea. Yaani kila kitu kiko fresh. Huyu ndugu yangu mimi niwaambie huyu anaamua kubisha tu kwa kubisha hapa lakini kiuhalisia anaujua. Yaani ukweli anaujua. Hapa anaamua kubisha ili kwa sababu kuchagiza lakini ukweli unaujua. Wewe vyama 19 eti kinaondoka kimoja. Vyama 18 alafu unaniambia eti mambo yatakwama? Haiwezekani. Kivitoka mkajana kimetokea nini? Kile kimetokea ni ushawishi wa watu tu. Yaani haihusiani kwa sababu kwa unataka kuniambia zile vurugu ameleta wao. Wao wamesababisha wao. Sasa vurugu walisababisha wao. Yaani ni mambo yametokea tu na yameshapita, tuachane nayo, tusonge mbele. Kazi iendelee. Ndugu yangu, huyu asiwapotoshe. Huyu anajua hoja kwamba kwa Chadema ikiondolewa leo, madhara yake anajua. Hamna madhara. Ndio maana hamna madhara yote. Yaani hapa anaongea tu lakini hamna madhara yote. Nimekupa mfano hai kabisa. Mimi ni kwamba ni chama ambacho kinapika viongozi wa kujenga hoja na viongozi vijana wazuri kabisa. Ndio maana anachukuliwa na kule wanapewa uongozi. Na mimi nimekwambia hata CCM pia ni tanuri la kuoka viongozi wazuri wanatoka CCM wapo. Hata mkuu wetu wa wilaya huyu hapa Mbeya ametokea huko CCM na alikuwa katibu wa chama wilaya. Ama kufanya kazi kwenye chama. Na sasa hivi ni mkuu wa wilaya na anachapa kazi vizuri. Kwa nini nikikorozeshia wako sasa, wengi. Sasa yule wa Iringa mjini yule ametoka kwenye vijana yule na anachapa kazi. Sikiliza. Sasa tunasema CCM naye chapi au piki viongozi. Ngoja nikwambie kwamba Chadema peke yake haiwezekani. Viongozi wa serikali inayotawala na chama kinachotawala mstari wake ni mwembamba sana. Siko unanielewa? Yaani mstari wake mwembamba anamaanisha hivi. Yaani kutenganisha hiki chama tawala na hiki viongozi wa serikali. Yaani ule mstari ule kutenganisha ni mwembamba mno. Sio umeelewa? Yaani kwamba ni wale. Ni swala kuteuana tu, wewe njoo hapa kaa hapa. Wewe njoo hapa kaa hapa. Sio umeelewa? Lakini kwa nini wanachukua Chadema? Kwa sababu wanajua hii brain ni kubwa. Hii brain inajenga hoja. Hii brain ina vitu kichwani. Ndio maana akifika huku anapewa naibu waziri, mara amekuwa waziri. Kwa hiyo leo nataka tukubaliane kwamba Chadema wabaki kwa ajili ya kutengeneza viongozi, alafu anachukuliwa anapelekwa CCM. Hiyo ni moja hapo ya jambo. Chadema wenyewe wako tayari katika hili. Chadema wenyewe kwanza nionye Chadema mko tayari kwamba eti mwe mnapika viongozi, alafu CCM wanawachukua wanaenda kuwatumia. Ninyi Chadema mko tayari? Ndio maana tunasema huo ni uhuru wa mtu yote kuamua kwenye chama chochote. Kwa sababu bisi mimi kama kule wamefukuzwa na wapewa huko. Hapana, hata wao Chadema wanatamani kuwa wana vichwa hivyo vizuri vibaki kule kwao. Sasa inashindikana nini? Hasa si ni ushawishi. Ushawishi na mambo mengi ndugu yangu. Kumbe unataka kuzungumzia ukatongozwa kwa maslahi, unakubali sana ukatongozwa kwa maslahi, ukatongozwa kwa ndio hiyo point yangu. Sasa mimi nakusema kwa maana hiyo sasa. Bana sisi tunaishia hapa. Haya ni maoni yetu tu mtazamaji. Na wewe utatuambia maoni yako yakoje. Asante mpaka wakati mwingine.